Leo nitaanza kukufundisha agano la utajiri na kufanikiwa katika jina la Yesu. Nitaanza kukufundisha, yes, watu wanaopenda kutajirika wamesema amen. Agano la utajiri na kufanikiwa. Nitaanza kukufundisha kutokea kwenye maandiko hayo. Now, ninafundisha kwa habari ya agano la utajiri, utele na kufanikiwa. Kwa wale wanaoandika agano la utajiri, utele na kufanikiwa. Kwenye hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 tumesoma, kuna mambo kadhaa tumeyaona ambayo sitadili nayo sasa, nitadili nayo baadaye. Now, tunapoongea kwa habari ya utajiri na mafanikio, especially kwenye kanisa, hasa kwenye Pentecostal cycles, ni kitu ambacho unatakiwa kuwa umejifunga mkanda kidogo unapotaka kukihubiri, kwa sababu ya uongo wa shetani ambao ameuweka kwenye kanisa kwa muda mrefu. Na moja kati ya vitu ambavyo vimechafua sana eneo hili ni kwa sababu wako watu walioinuka wakaanza kuhubiri kwa namna ambayo si namna sahihi sana ya kimungu kwa habari ya utajiri na mafanikio. Nafikiri tunakubaliana na hicho kitu. Na kwa sababu wamehubiri, wamesema hivyo, ni kana kwamba imeonekana hichi ni kitu ambacho hakitakiwi kutajwa tena, hakitakiwi kusemwa. Na ukisema unaonekana unapewa kabisa na jina kwamba prosperity preacher ama mhubiri wa mafanikio. Lakini mimi mara zote nimekuwa naamini hakuna injili, mhubiri wa injili, kwa sababu mafanikio ya kwanza ni mtu kukombolewa na mauti ya milele na kuingizwa katika uzima wa milele. Kwa hiyo ikiwa injili ni habari njema, manake injili ni habari ya mafanikio katika jina la Yesu. Kwa hiyo leo natamani nianze kuweka mstari ya kwamba hauwezi ukaitenganisha injili na mafanikio katika jina la mamlaka la Yesu. Kwamba wapo watu wanaohubiri vibaya na kwamba wapo watu wanaosema vibaya juu ya kufanikiwa, haimaanishi kufanikiwa na kutajirika sio mpango wa Mungu kwenye maisha yetu. Kama unanitia moyo niambie amen. Kama unanitia moyo niambie amen. Matter of fact, ukisoma Biblia utakuja kugundua toka mwanzo kusudi la Mungu wakati anamuumba mwanadamu ilikuwa ni kumfanya mwanadamu afanikiwe tokea mwanzoni. Ukisoma maandiko vizuri utakuja kugundua kabisa Mungu alitaka mwanadamu afanikiwe kutokea mwanzoni. Na ndio maana utaona toka anaumba Mungu anatengeneza mazingira wezeshi ya mwanadamu kufanikiwa. Sasa eneo la ufahamu ni eneo ambalo linatusababisha wakati mwingine tunakuwa trapped. Tunaishi kwenye hali fulani na unajua umaskini ni tabia, ni namna unavyojiwaza, ni namna unavyojiona, ni namna unavyojibeba, ni namna unavyojichukua. And guess what? Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kuna elimu nyingi ambazo zimetuonyesha, na ndio maana wakatuambia wao wakati wakiwa wanatafuta maeneo makubwa kabisa, asante Yesu alituletea injili, lakini kuna kitu hawakutuambia. Wakatuambia Yesu anarudi kesho. Na ni kweli Yesu anarudi mapema, lakini ishi kama anarudi asubuhi. Lakini pia anasema occupy until I come. Anasema fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Anasema hivyo, ndio alivyosema. Kwa hiyo hatuishi tukio, tunaishi tukio tumejiandaa, lakini hatuishi tukio tunasubiri. Nani ananielewa? Sema amen. Yesu, najua Yesu anakuja, na hilo nasema Yesu anakuja, lakini hatunaishi tukio tumejiandaa. Akija tunaenda, tayari sisi tunayo tumaini la utukufu, lakini hatuishi tukio tunasubiri. Maana ndicho kipindi ambacho wazee wetu wengi kwa hiyo hawajengi nyumba, hawanunui maviwanja makubwa kwa ajili ya kutengeneza, lakini wanakaa tu namna fulani wasema kwa kweli unajua hatujui siku wala saa. And guess what? Toka wameletewa wamishonari wamekuja na tuambia anakuja haraka. Wow! Yuko mlangoni. Na mpaka sasa hivi mlango haujafunguka. Anakuja. Naomba nishike vizuri. Alisema haja anakuja. Lakini pia anatukujaje? Ndio kama tunasema unajua magari yanapita ndio yapitie kwako. Nani ananielewa? Sema hivi. Kwa sababu kwa mentality ya namna hii kuna namna ufahamu tunajifanya ni kama hatutaki vitu ambavyo ni necessity.
Unajua bwana, mimi mambo ya dunia. Lakini ukitoka hapo utaje kugundua watoto wako wanahitaji kusoma kwa hela ya mambo ya dunia, wanahitaji kwenda shule za dunia, wewe unahitaji kulipa kodi ya dunia, unahitaji kufanya nini ya dunia. Na Biblia haitutengi sisi na mambo ya dunia, yani inatutenga na mambo ya kidunia. Anasema wamo duniani na siombi uwaondoe duniani, bali tu wafanyaje? Uwalinde na yule. Kwa hiyo sisi tunalindwa, usiwalinde na utajiri wa dunia. Anasema nitakupa mali za sirini za gizani zilizofichika. Kwa hiyo kuna namna ni kama tukaaminishwa, yani umasikini na Ukristo, ngoja ni umasikini ni umasikini na Ukristo ni Ukristo. So to say, utajiri ni utajiri na Ukristo ni Ukristo. Ila Mungu anatukuzwa waliookoka wanapofanikiwa kuliko wanapokuwa masikini. Kwa hiyo uokovu, it has nothing to do na utajiri, kama ambavyo tu nanilia upagani it has nothing to do na utajiri. Nimekufundisha hapa, kilichompeleka Lazaro mbinguni si umasikini, ni uchaji wake, na kilichompeleka tajiri jehanamu si utajiri, ni maisha yake mabovu. Kwa hiyo lazima tuutenganishe utajiri uwe utajiri na umasikini uwe umasikini na wokovu uwe wokovu. Nani ananielewa? Yes, hii lazima tuiweke sawa hapa. Sasa ngoja nikufundishe mwanangu kitu kitakusaidia. Ngoja leo nikufundishe dhana ya fedha. Kwa sababu no way tunapoongea kwa habari ya umasikini kimaandiko kabisa, ama utajiri, utere na kufanikiwa, tukaiacha fedha. Maana Biblia kuna mahali inasema fedha ni jawabu la nini? La mambo. Sasa pengine nitakuja kukufafanulia hilo andiko kama hujawahi kulielewa. Anapoongea dhana ya utajiri, moja kati ya kitu ambacho ujue dhana ya fedha, fedha ni nyenzo ambayo hii nyenzo inaelekezwa popote kulingana na imekaa kwenye mikono ya nani. Fedha inaweza kuwa nyenzo, fedha inaweza kuwa ni silaha, fedha inaweza ikawa ni kitu fulani ambacho kinaelekezwa popote, kinachotegemea tu hiyo fedha imeshikwa kwenye mikono ya nani. Ngoja nikupe maandiko, shahidi wa maandiko kwenye maeneo kadhaa. Hebu naomba nipeleke kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 11. Tuone jinsi ambavyo inavyotokea. Jambo la kwanza ambalo natamani ulielewe, fedha sio chafu wala sio takatifu. Fedha ni fedha. Na uchafu ni uchafu, na utakatifu ni utakatifu. Ila hii fedha inaweza kuwa chafu, ama inaweza kuwa takatifu, ama inaweza kuwa bomu la kuua, ama inaweza kuwa nyenzo ya kuokolea. Inategemea sana imeshikwa kwenye mikono ya nani. Na ndio maana adui hataki watu wenye ufahamu wa Mungu washike fedha, kwa sababu anajua fedha ni kisu ambacho aliyekishika anaamua kinachinja wapi. Na ndio maana katika jina la Yesu ninakuhubiria utashika fedha wewe, kwa sababu umejua kile kitu Mungu anachotaka kufanya. Sema amen. Kwa nimekwambia fedha sio chafu wala sio safi, ila fedha ni mali ambayo hugeuka mtumwa. Sema hugeuka mtumwa. Ni amana ambayo nasikiliza nikwambie, fedha haitakiwi kuwa bosi wako. Fedha inatakiwa ikutumikie. Ukiona unaitumikia fedha, umeshafika kwenye kiwango kingine tena ambacho hicho ndio kimekufanya uwe maskini. Fedha inatakiwa kuwa mtumwa. Leo utanielewa. Angalia mstari unaofuata, nasema kitabu cha Mathayo sura 28. Sasa tuone hapa fedha mikononi mwa waovu. Mathayo sura 28 mstari wa 11 na 15. Anasema wale waliokuwa wakienda, tazama, baadhi ya walinzi wakaingia mjini. Hapa sasa Yesu amekufa, amefufuka, na walinzi wameona Yesu akifanyaje? Akifufuka. Wameona kwa macho yao. Kwa hiyo kimsingi wainjilisti wa kwanza ambao wangevuna nafsi nyingi walikuwa ni nani? Walinzi. Maana kina Mariamu hawakuwepo wakati anafufuka. Kina Petro ndo kwanza alisharudi mpaka kwenye samaki. Wakina Mariamu Magdalena walirudi wakamkuta hayupo. Kwa hiyo it has to tell you, watu pekee walioshuhudia Yesu akifufuka ni walinzi.
Unajua ni rahisi kudhani wanafunzi walishuhudia. Ndio walisema, walienda kutoa taarifa wakasema amefufuka kama alivyosema. Maana si kwa nini tunajua? Tumeingia, tumeona hayupo, tumezikuta na nguo zake, lakini kimsingi walioshuhudia ni walinzi. Anasema na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya walinzi waliingia mjini, wakawaambia wakuu wa makuhani mambo yote yaliyotendeka. Maana yake tayari injili, kwa sababu yani injili ni habari njema regardless ya nani anaibeba. Habari njema regardless ya nani, ikishakuwa injili habari njema inaleta wokovu. Maana yake hawa tayari walikuwa pengine, hawa injilisti, hawa walinzi walikuwa pengine ndio wana mbegu ya uinjilisti. Ndio wakaanza kusema, unajua tumeona kwa macho yetu. Angalia mstari unaopita, anasema yote yaliyotendeka. Mstari unaofuata, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri. Wakafanyaje? Wakawapa askari 1, 2, 3. Soma, nataka usome hapo. Nani asomi? Wakafanya shauri. Wakawapa askari fedha. Sema tena. Wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Aya, nishike hapo. Anasema wakawapa askari fedha nyingi ili iwaje? Mstari unaofuata anasema kitu gani? Wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Mstari unaofuata, angalia, na jambo hili likasikika kwa mtawala. Likisikika kwa mtawala, sisi tutasema naye nanyi hamtapata shida. Mstari unaofuata, angalia, basi wakazitoa zile fedha wakafanya come on, soma 1, 2, 3. Basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi na halikuenea kati ya mataifa, lilienea kati ya nini? Ya Wayahudi. Nabii anasema mpaka lini? Mbadi. Hivi unaelewa, Wayahudi si tunaenda kuangalia kaburi la Yesu wanatuonyesha, ila wao mpaka leo hawaamini. Lakini kitu gani kilichoondoa imani? Kwa sababu watu pekee, Wayahudi wao ni ishara, tunataka tuone. Wayahudi ni watu wa ishara, wale wanataka kuona. Wayunani ni watu wa akili, tujadili. Sasa shetani akajua hii injili itaokoa watu wengi, kwa hiyo akapiga walioona. Akatumia silaha gani? Fedha. Sasa ikiwa hiyo injili ilichafuliwa na fedha, hiyo injili tutaisafisha kwa fedha. Unahitaji kuwa deep sana kunielewa. Unajua pastor, injili ni bure. Ni kweli bure. Kweli ni injili ni bure. Lakini hata wewe unapoelewa tunalipa milioni za hela nyingi sana kukaa hapa ili nafsi ziokoke, watu waseme ni Bwana. Maana yake katika jina la Yesu, ikawa jambo hili lilitumika fedha nyingi, na wakasema walimuiba, na watu wakaamini walimuiba. Ninaona Mungu anainua watu wa ufalme kwa fedha zile nyingi. Watapita kwenye mataifa, watasema hakuibiwa, alifufuka. Hakuibiwa, alifufuka. Hakuibiwa, alifufuka. Na safari hii haitakuwa tu ni fedha nyingi, itakuwa ni fedha nyingi na uwezesho mwingi wa Roho Mtakatifu na nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Tutapita kwa namna ile ile walipita. Tutasema hapana, hakuibiwa. Mna uhakika gani hakuibiwa? Yeye ndio ametupa nguvu. Tunainua viwete, oneni kama aliibiwa. Viwete wanatembea katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana atayabariki maisha yako na fedha katika jina la Yesu, ili uhubiri injili ya kwamba hakuibiwa, amefufuka.